Wanarudi kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqahu min turab thumma yaqulu lahu kun fayakun. Hakika mfano wa Isa mbele ya Mwenyezi Mungu ni sawa na mfano wa Adam. Yeye Isa amekuja kwa neno na Adam naye amekuja kwa neno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله يفني بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قربي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. إخوة الإيمان والإسلام، tahiyatun mubarakan min indi rabbikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa mara nyingine, ikhwatal iman, tukiwa tumo ndani ya darasa zetu za kuikumbusha na kushtua nyoyo zetu, kwani hichi ndiyo chakula chetu sisi waumini. Kwani mauidha ndiyo mkumbusho wa nyoyo zetu. Mauidha ndiyo gypsum za mioyo yetu. Mauidha ndiyo oili za nyoyo zetu. Nasi hatutoacha kurudi nyuma mpaka tutangaze na kuifikisha dini ya Mwenyezi Mungu. Mwenyewe anasema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Sasa nasi tumechukua kazi hizi, ndugu zangu, ya kukumbushana. Na katika anwai ya leo na ukumbusho wetu huu wa leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kwa hakika ndugu zangu ni fakhri kubwa. Uislamu ni katika neema na ni fakhri kubwa Uislamu, na hakuna asiyejua kama Uislamu ni fakhri. Uislamu ni lulu, Uislamu ni dhahabu Mwenyezi Mungu subhanahu alowapa wanadamu wake, viumbe wake. Na ndo maana yake Uislamu huwezi ukaulinganisha dini ya Kiislamu na dini nyingine yoyote. Dini ya Uislamu imekamilika siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika hijjatul wadaa, akiwa katika viwanja vya Arafat mwezi 9, ikashuka aya kumwambia Mtume kwamba leo tumemaliza kila kitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Siku ya leo tumeikamilisha dini yenu. Siku ya leo nimetimiza neema zangu juu yenu. Siku ya leo nimeiridhia Uislamu kwa dini yenu. Uislamu ni dini iliyoridhiwa na Muumba mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa njoni tuzungumze kama hii dini imeridhiwa. Tuangalie ni vijana watatu waliosema hali ya kuwa ni wachanga. Ni miujiza hiyo, miujiza ya Qur'an. Vijana watatu walisema akiwa bado wao ni wachanga, ni saghir. Leo aje kijana mdogo mchanga aseme, utasema huyu si kijana wa kawaida. Leo aje kijana hapa azaliwe, azungumze, aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah, kila mmoja atashtuka. Lakini kuna vijana ndugu zangu walisema wakiwa watoto sana. Wa kwanza ni Isa ibn Maryam. Isa mtoto wa Maryam alizungumza akiwa mchanga. Wa pili
ni kijana aliyekuwepo wakati wa Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wassalam, aliyetoa ushahidi wa yule mwanamke aliyezini, yule mwanamke aliyekuwa akimshawishi afanye naye matendo. Nabii Allah Yusuf akamtolea ushahidi. Na watatu, kijana ambaye alikuwa mamake anakwenda kumuhodishia, lakini yeye alikuwa akifanya mambo yasiyomridhisha mamake, alikuwa akisali. Ulama wamewarekodi vijana hawa ni watatu. Kijana ambaye wa mwanzo ni kijana wa Nabii Allah Yusuf, alipozuiliwa Nabii Yusuf kisa maarufu, anamzungumzia Mwenyezi Mungu subhana, idh qalat, mwanamke alipokuwa anamtamani Nabii Allah Yusuf, warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi wa ghallaqat al-abwab qalat hayta lak qala ma'adha Allah. Nabii Yusuf akamwambia ma'adha Allah, mimi najilinda na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mimi si mchafu, kwa sababu qala ma'adha Allah inna rabbi ahsana mathwa, Mwenyezi Mungu ametengeneza makazi yangu mimi, amenikirimu mimi. Nilikuwa abdu min ibadi, nilikuwa mtumwa miongoni mwa watumwa wa watu, nimeingizwa katika kisima, nikatolewa katika kisima, nikauzwa, nikapigwa mnadani markiti. Baada ya kubwa mnadani markiti, nikaletwa mimi katika nyumba ya kifalme kama hii ya waziri, akawa ananilea, ananifanya kama mwanawe. Leo Bizulekha unataka mimi nifanye mambo yasiyokuwa hayamo katika taa na sheria ya Mwenyezi Mungu? Sitaki. Allah subhanahu wa ta'ala ameisimulia basi habari hii katika suratu Yusuf, anasema warawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab qalat hayta lak qala ma'adha Allah inna rabbi ahsana mathwai Yusuf anasema neno haya, anasema mwanamke alikuwa anamwita afanye naye maasi, njoo Yusuf, akakomea milango yote akaikomea. Waghallaqatil abwab, haikutajwa waghallaqatil bab, alisema waghallaqatil abwab, milango ni jamu taksiri ya babu, babani abwab. Ingesema waghallaqatil bab basi ingelikuwa ni mlango mmoja, lakini waghallaqatil abwab, milango ikafungwa. Halafu akasema qalat hayta laka, njoo Yusuf, tufanye mambo hayo. Qala ma'adha Allah inna rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun, hafaulu dhalimu yoyote atakayefanya matendo haya. Basi yule mwanamke baada ya kuzichukizia zile habari, Yusuf amekataa, na kwa bahati nzuri ilikuwa waziri na anaingia katika nyumba. Sasa waziri huyu anaingia ndani ya nyumba, anamkuta Nabii Allah Yusuf, na Yusuf akawa anakimbia kutofanya yale maasi. Anafungua mlango wa kwanza, mlango wa pili, mpaka akafika mlango anakutana na mfalme. Mfalme huyu anamuona Yusuf, na Yusuf akashtuka. Nabii Allah Yusuf akamwambia Yusuf, mabik, una nini? Mbona unatoka nyumbani kwangu na mke wangu yuko nyuma anakufukuza? Mabik Yusuf, una nini? Akamwambia ya sayyidi, ewe bwana wangu, hakuna jambo lolote isipokuwa mimi nimo ndani mwako tu. Mwanamke akawa mwanzo kuruka, akamwambia mume wangu, hal jazau, malipo gani utayafanya? Malipo yepi utayafanya kwa mtu ambaye unakuta kwa mkeo anataka kumfanyia maasi? Qalat ma jazau man arada bi ahlika su, ni malipo gani utakaoyatoa kwa mtu ambaye kijana anataka kufanya maasi na mkeo ndani ya nyumba yako? Illa an yusjana au adhabun alim. Mwanamke anatoa rai, anatoa opinion, lakini vile vile na adhabu anatoa adhabu kumfahamisha mumewe
qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su' illa an yusjana au adhabun alim. Anatoa na application kabisa, yani anatoa na opinion kabisa, na zile punishment ambazo anazitoa yeye mumewe bado hajazitoa. Anauliza ni nani ambao malipo utakaoyatoa kwa mtu ambaye man arada ma jazau man arada bi ahlika su, ni yapi malipo kwa kijana ambaye anataka kufanya maasi kwa mkeo, kwa watu jamaa zako? Illa an yusjana au adhabun alim, kijana huyu la mwanzo mfunge gerezani au mfunge katika, au mpe adhabu yumizayo. Nabii Yusuf akasema mimi sijafanya, ma'adallah, najilinda na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo sijui kijana gani ndugu yangu aje mwanamke akwambie uende ukafanye maafi kama haya, kama utakubali kweli kweli usifanye. Vijana hawa ni nadra kuwakuta katika dunia yetu. Wako tayari vijana wapotee katika maisha ya ulimwengu katika taa ya kumcha Mwenyezi Mungu na kumwogopa, lakini vijana hao wasiwe kuwa tayari matamanio yao kuyaridhisha. Vijana matamanio yao ndo wameyafanya Mungu wao. Allah anasema, je, umemuona afaraita man ittakhadha hawahu man ittakhadha ilahahu hawa? Muhammad, umemuona yule mwenye kufanya Mungu wake ndo matamanio yake? Lakini ukiyazuia matamanio yako ndugu yangu, ukawa kama hawa kijana ambaye Nabii Allah Yusuf amempa ilmu na subra na hikma nyingi sana, mpaka leo tunajifunza kisa chao Nabii Allah Yusuf kupitia hikma na busara kama hizi alizojaliwa. Lakini Allah anasema fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal fa amma man tagha, yule ambaye atekeasi akachupa mipaka, wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah anazungumza katika suratu Dhariyat. Allah anazungumza katika suratu Wan-Nazi'ati. Allah anaizungumzia, anasema kama wale ambao watakaomuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na matamanio yao wakaihadharisha kwa kuitengeneza dunia na matamanio yao, watambue fa innal jahima hiya al-ma'wa, moto wa jahim ndo makazi yao. Lakini wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa, yule ambaye nafsi yake akisema mimi siko huko na muogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi fa innal jannata hiya al-ma'wa, huyu moto wa jahannam, kwa huyu jannatul firdaus ndio makazi yake. Nafsi yake amejizini, amesema mimi sendi Messi, amesema mimi silewi, siwezi kuvuta bangi, sizini mimi, nafsi akasema nayo, basi huyu jannatul firdaus ndio makazi yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamsifia. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Nabii Allah Yusuf akamwambia kijana yupo atakuja kutoa ushahidi, wa shahida shahida min ahliha, kijana mdogo tu akaletwa, kijana mdogo. Kijana akasema maneno mazito, kijana mdogo ndio aliyokuja kutoa ushahidi kwa Nabii Allah Yusuf. Yupo kijana akasema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasimulia katika suratu Yusuf. Katika suratu Yusuf, Nabii Allah Yusuf akasema, qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha. Kijana akaja sasa, in kana qamisuhu qudda min duburi. Kijana anakuja kutoa ushahidi, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min alkadhibin.
wa in kana qamisuhu qudda min duburi fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min qubulin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna adhim. Nabii Yusuf akamwita yule kijana akashuhudishia, maana Yusuf tayari amewaambia, qala rawadatni an nafsi, amenitaka kwa nafsi yake huyu bwana wangu, mimi sikufanya mabaya kwake kama haya, yeye mwenyewe ndo ametaka. Kijana anatoa ushahidi, akamwambia tulieni, mtoto mchanga. Sasa hawa ndo katika wale vijana ambao walizungumza wakiwa wachanga. Falamma raa qamisuhu qudda min qubuli, anasema angalieni, in kana qamisuhu qudda min qubuli fasadaqat wa huwa min alkadhibin, ikiwa nguo yake imekutikana imechanika huyu mwanamke qubuli kwa mbele, basi mwanamke amesema ukweli na Yusufu ni muongo. Wa in kana qamisuhu qudda min duburi fakadhabat wa huwa min as-sadiqin, na ikiwa nguo yake mwanamume huyu imechanika kwa nyume, mwanamke amesema uongo na Yusufu ni mkweli. Mtoto mchanga anasema maneno haya, yule mfalme alishtuka kumwona mtoto mchanga, yeye ndo maneno mazito anawazungumza. Mtoto hajawahi kutoa hata ndimi. Yusuf alimkamata yule kijana akamwambia, ya ghulam qul, sema ukweli uko wapi? Basi ulama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule mfalme baada ya kuiangalia, falamma raa qamisahu qudda min duburi, ilipoangaliwa nguo imechanika kweli nyuma kwa mgongoni kwa Nabii Yusuf, qala innahu min kaidakun, akamwambia hizi ni katika vitimbi vyenu nyinyi wanawake, inna kaidakunna adhim, vitimbi vyenu ni vizito. Huyu kijana ndo tunamzungumzia, huyu kijana aliyezungumza akiwa mtoto. Huyu ni kijana wa mwanzo katika Qur'ani imemrekodi, ni kijana ambaye wa mwanzo aliyezungumza maneno mazito. Falamma raa qamisahu qudda min duburi, ilipoangaliwa nguo kweli imechanika kanzu ya Nabii Yusuf mgongoni, mfalme akasema, qala innahu min kaidakun inna kaidakunna adhim. Lakini akarudi kumliwaza Nabii Yusuf, Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik, Yusuf potezea haya, acha. Akamgeukia mkewe, na wewe Zulaikha, wastaghfiri li dhanbik, taka msamaha kwa dhambi zako, innaki minal khati'in, wewe ni katika watu waliofanya makosa. Huyu ni wa mwanzo mtoto aliyezungumza uchangani. Ni miujiza mikubwa ndugu zangu. Mtoto huyu alikuwa anatoka katika familia dhaifu, lakini ulama wanasema familia yao huenda ikawa ni familia ya wacha Mungu, kwa sababu si mtoto wa kawaida kuzungumza. Hii ni katika ukubwa na kuonesha wa min ayatihi, katika dalili za Mwenyezi Mungu Subhanahu, kuonesha Allah yupo. Wa mwanzo huyu, kwa ushahidi ule tu watu wakaushuhudisha kwamba Nabii Yusuf kweli hakufanya. Yusuf akaingizwa gerezani. Ama mtoto wa pili ndugu zangu alozungumza utotoni, alikuwa ni mtoto wa mtoto wa Maryam ambaye yule aliyesema idh qalat imra'atu Imran, yule mwanamke aliyesema idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu ma fi batni muharrara fataqabbala minni, yule Maryam, mamake Maryam, Hinna, bibi Hinna. Sasa Maryam mwanawe Isa akaja kamza Isa, ambaye ulama wakizungumzia historia ya upatikanaji wa Nabii Isa
wanarudi kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna mathalu Isa inda Allahi kamathalu Adam khalaqahu min turab thumma yaqulu lahu kun fayakun. Hakika mfano wa Isa mbele ya Mwenyezi Mungu ni sawa na mfano wa Adam. Yeye Isa amekuja kwa neno na Adam naye amekuja kwa neno. Kun fayakun, neno hilo ndilo lilokuja. Sasa mtoto wa pili aliozungumzia utoto alikuwa ni Nabii Isa. Isa ambaye Maryam aliyekaa katika sehemu, Allah anasema wadhkur fil kitabi Maryama idhin tababat min ahliha makana sharqiyya. Allah anazungumza, usiache kumtaja Muhammad katika kitabu hichi Maryam. Usiache kumtaja Maryam katika kitabu hichi, ambaye akajitengenezea mazingira yake mbali huko, akatengeneza mazingira yake mbali huko tukampelekea. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya, tukampelekea huko malaika Jibril, akatukampa umbile la binadamu, akampelekea bishara. Maryam alipotulizana kule akasema, qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, najilinda kwa Mwenyezi Mungu ikiwa ni mcha Mungu. Ondoka, mimi hapa niko katika sehemu, nimekuja kujistafisha, niko katika siku zangu mimi hapa, ondoka. Jibril alisema vipi? Innama ana rasulu rabbuk liahbalak ghulaman zakiya, mimi ni mjumbe kutoka kwa Mola wako, nimekuja kukubashiria utapata mtoto ghulam. Ghulam ni mtoto mdogo, zakia, na tena mtakatifu mtoto huyo. Maryamu akashtuka akamwambia, qalat anna yakunu li walad anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya, itakuwaje mimi nipate mtoto? Sijawa malaya mimi, sio muhuni mimi, yani kaifa yakunu li anyam, kaifa yakunu, nitapataje mtoto mimi? Walam yamsasni basharun, wala hakunigusa mwanamume yote mimi kufanya matendo, sijazini. Walam aku baghiya, wala sikuwa mwanamke malaya muhuni mwenye kutoka kwa huyu na huyu, itakuwaje nitapata mtoto mie? Qala kadhalik qala rabbuk huwa alayya hayyin, malaika wakamwambia qala kadhalik qala rabbuk, hivyo hivyo Mola wako ndo ameshasema. Qala kadhalika qala rabbuk, ameshasema Mola wako utapata mtoto we. Ndugu zangu, Maryam baada ya kusikia maneno yale, wanasema ulama pale Jibrili akapetiza neno lake kun fayakun kupitia Mwenyezi Mungu Subhana, yeye akampuliza mfano wa upepo katika sehemu ya kifua chake. Alimtuliza tu katika sehemu ya kifua chake, na ndio Maryam akapata sifa ya wanawake bora. Nimeshazungumziwa historia ya Maryam. Sisi pointi yetu ni kumzungumza mtoto aliyezungumza aliyakuwa mchanga. Maryam akapuliziwa katika kifua, akatiwa katika listi ya wanawake bora. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat, kitendo kilichokuwa mwanamke bora ni ahsanat, vile kujistiri tu. Mama zetu jistirini, dada zetu huko mitaani stirini, hifadhini utupu wenu. Na mwanamume vile vile naye, walladhina lifurujihim hafidhin, na wale wanaume ambao watadhihifadhi na kuzitunza tupu zao, hawa watakuwa ni jannatul firdaus. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Maryam baadaye akamzaa Nabiullahi Isa alayhi salatu. Nabiullahi Isa akabebwa katika kifua cha mama yake Maryam. Maryam akaondoka naye mwanawe, anakwenda katika sehemu makazi yake. Anafika njiani, Maryam anaulizwa na watu katika sura Maryam, anasema ya ukhta Haruna ma kana abuki imra sawin wa ma kanat ummuka baghiya, qala kadhalika qala rabbuk ya ukhta Haruna ma kana ummuk ya ukhta Haruna ma kana abuki imra sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam hakusema kitu yeye,
anaambia Maryam, vipi, baba yako hakuwa muhuni wala mamako hakuwa mtu mwenye kutangatanga na wanaume huyu na ule, takuwaje wewe leo uje na mtoto? Maana ilikuwa fahamalatu, Maryam akambeba mwanawe, akambeba akawa anaenda zake na mitaani, akatembea naye mwanawe. Kufika ndo akaulizwa, vipi Maryam, ma kana abuki imra sau'in wa ma kana abuki imra sau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi, akaashiria tu kwa ule mtoto. Wale wakasema qalat kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala ana Abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Maryam anaulizwa, ya Maryam, ma kana abuki imra sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, itakuwaje mamako Maryam, babako si muuni na mamako akiwa malaya, hakuwa mwanamke muuni mamako na babako. Ewe ndugu wa Harun, ya ukta Harun, alipewa sifa ya Nabiullahi Harun, ya uchamungu wake ulimfikia Nabiullahi Harun. Ya ukta Harun, Maryam hakuwa najibu. Allah anasema katika suratu Maryam, fa asharat ilayhi, akaashiria tu yeye, akamwambia zungumzeni na mtoto, mimi leo sizungumzi, zungumzeni. Wakasema wale watu, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, itakuwaje sisi tuzungumze na mtoto ambaye wakitandani hajiwezi hata mgongo wake, leo unatuonyesha ishara tuzungumze naye huyu? Maryam, kweli una akili wewe Maryam? Ambao kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Sabiya, mahdi ni godoro ambalo mtoto akilazwa hawezi hata kugeuka huku wala huku, yeye mwenyewe yuko pale pale, kujikontrol hawezi, ndo mahdi. Na sabiya ni mtoto mchanga ambaye hata hali yake mwenyewe hajiwezi, ndo sabiya. Sasa Mwenyezi Mungu katumia lugha hizi kama walizotumia wale watu, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, ni kuonesha udogoji wa aina gani aliokuwa Nabiullahi Isa. Alikuwa ni mchanga, lakini Nabii Isa baada ya kusikia yale maneno akainua kauli yake, amebebwa na mamake Maryam, mtoto mchanga. Ndugu yangu, imagine leo ajizaliwe mtoto alafu aseme maneno mazito. Na aliyesema maneno mazito yapi? Qala ana Abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Anapewa habari hii, na hii ilikuwa ni fakri kubwa kwa Mayahudi, wajisifie kwamba wao wametoa mtu ambaye amezungumza akiwa uchangani, lakini wao ilikuwa ni fakhari, hawakuikubali fakhari hii. Kwa sababu hawakuikubali fakhari hii Mayahudi, kwa sababu kauli alizungumza Isa, alizungumza kauli haiendani na wao. Lau wengelizungumza kauli ya kawaida tu, basi wengemsupport na kumwandika katika historia yao, lakini wamemtoa katika historia ya Nabiullahi Isa kwa sababu tu lile neno alilozungumza, ana Abdullah. Mtoto anazungumza, mimi jamani nakwambieni ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ana Abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya, mimi ni mja wa Allah, nimepewa kitabu na nimejaliwa kuwa mtume. Asije akatokezea mtu kana kwamba Isa anaashiria, asije akatokezea mtu huko akasema mimi ni mtume wa Allah, akasema yeye ni mtume na mimi ni Allah, akanasibisha mimi na Allah. La, asije akasema mtu mimi ni Allah, mimi ni Mwenyezi Mungu. Hapana, mimi si Mungu, mimi bali ni mtume wa Allah subhana, ni abdu. Maana siku ya kiyama Nabii Isa atakuja kusimamishwa, Allah amwambie, aite Allah, wa idh qala Allahumma ya Isa ibn Maryam. Allah atakuja kusema, ya Isa ibn Maryam, anta qulta wa ummi ilahaini
anta qulta wa ummiyat, hivyo wewe Isa ulisema wewe na mamako. Anta qulta linnasi takhadhuni, uliwaambia watu kweli wewe wakufanye wewe ni Mungu na mamako ilahaini? Wewe uliwaambia watu anta qulta linnas, hivyo uliwaambia watu wakufanye wewe ni Mungu, wewe na mamako ni waungu wawili? Isa atakuja kusema na mamake, qalu subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa lak bihi ilm in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Nabiullah Isa atakuja kusema maneno mazito, ya Rabbi, mimi sijasema, itakuwaje mimi niseme maneno haya na mamangu, sisi ni waungu? Ma yakunu li an aqula ma laysa laka bihi ilm, hatuwezi kusema jambo ambalo hatuna elimu nalo sisi. In kuntu qultuhu faqad alimta, ikiwa tumeyazungumza haya ya Rabbi, wewe ndio unaojua. Kama kweli mimi nimesema nifanywe mimi na mamangu ni waungu, wewe ndio unaojua. Anta ta'lamu fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, wewe Allah unajua yaliyomo katika nafsini mwangu, wala mimi sijui yaliyomo katika nafsini mwako na ulwa wako ya Rabbi. Nabii Isa atajitenga, atajitoa, na hapa anawaambia ana Abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya, ni mja wa Allah mimi, nimejaliwa kupewa kitabu na nimefanywa kuwa ni mtume, si Mungu. Anaashiria huko wasije wakatokeza watu mbirikimu katika elimu, wasije wakatokeza watu wajinga katika ufahamu, wasije wakatokeza watu wapotovu wa kuwapotoa watu wakasema mimi ni Mungu. Isa mwenyewe anaashiria, na hili ndio Mayahudi wakalipoteza. Asema atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, nimebashiriwa mimi katika uhai wangu wote, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, nimeusiwa na Allah nisimamishe swala, nitoe zaka muda wote wa uhai wangu. Maneno mazito na Nabii Isa. Mayahudi wakashtuka kumsikiliza Maryam, maneno mazito aliyosema. Haya ndio maneno aliyorekodiwa katika Qur'ani aliyosema Nabii Isa akiwa mdogo. Huyu ni mtoto wa pili aliyezungumza akiwa mchanga. Ndugu zangu, maneno aliyozungumza Nabii Isa na yule mtoto kwa Nabii Yusuf ni watoto wachanga waliozungumza. Walikuwa fi mahadin sabiya, mpaka wale watu wakazungumza, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahadin sabiya, itakuwaje tuzungumze na mtoto katika mtoto wa mahadi wa kitandani? Lakini alizungumza biidhnillah. Na mtoto mwingine wa tatu, ndugu zangu, alikuwa akiitwa Jureij, mtoto wa Jureij. Kisa maarufu kinasimuliwa katika hadithi Riyadhus Salihin, kitabu cha Imam Nawawi. Amewazungumza kijana huyu, alikuwa ni mcha Mungu. Alipoona pale Maka hapati nafasi wasaa wa kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaamua atoke nje kidogo ya Maka. Akakimbia, akaenda nje kidogo ya Maka, akajenga kibanda chake special kwa ajili ya kufanya prayer, kwa ajili ya kufanya worship li ajli Allah subhana, kwa ajili ya kufanya ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kijana huyu alipoingia katika kibanda kile, akakaa siku na siku anafanya ibada na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Baada ya kipindi, mamake akawa anamtafuta mwanawe akiitwa Jureij. Akaingia siku hiyo, akaamua mwanawe yuko sehemu mbali huko anafanya ibada. Akaenda akamhodishia, akamkuta mwanawe anasali. Akamuita Jureij, Jureij, ya bunayya Jureij, mwanangu Jureij, we nakuita mwanao, mamako nimekuja kukusalimia, njoo mwanangu tuje tusalimiane walau kwa dakika 5 tuonane mwanangu. Jureij hakumsikiliza mamake, akawa anaendelea kusali. Ulama anasema Jureij yuko katika hapa, anasema ya Rabbi umma wa sala, ya Rabbi mama na sala ipi bora? Akapata jibu akasema sala ni bora, sala ni bora. Na hii ni sala, ndugu zangu, ni sala ni bora. Ndugu zangu, sala ni jambo muhimu sana. Swala ni amali ya mwanzo yuhasibu al-abdu yawm al-qiyama. As-sala, ndugu yangu, ukitengenea sala yako imetengenea kila kitu, na ikifisidika sala yako imefisidika kila kitu. Ndugu zangu, kwa nini watu wasimwabudu Mwenyezi Mungu ukweli wa kumwabudu?
hii midhiki na matatizo yote yanayotukumba ndugu yangu katika maisha haya, maradhi, hasadi, nakama, shida, fitna, husda, zote zitaondoshwa kwa sala, ukisimamisha sala tu. Sasa Jureji anasema ya Rabbi, umma wa sala, umma wa sala, mama na sala bora nini? Amesahau mama huyu ndo yule aliyohusiwa na Mwenyezi Mungu Subhana, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tumezungumza mauidha hizi ndio sasa hizi tumeshazungumza umuhimu wa mama hapa msikitini. Sasa Allah anazungumza kwamba umuhimu wa mama, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amayn anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Mama huyo yani baba. Sasa Jureji akasema ya Rabbi umma wa sala, mama na sala bora nini? Akaona bora sala. Na ndugu yangu hapa tunafunzwa pia sala ya sunna haina umuhimu mkubwa sana mbele ya ibada ya mama. Allah mwenyewe amesema illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tumeshahukumu kwa wanadamu, qadha, hukumu imeshatolewa, amwabudu Allah na mama, wazazi. Kumtii mama ni jambo la fardhi, lakini kusali sunna ni jambo la sunna. Rakaa 2 ni za sunna. Sunna zeke pembeni. Mama akikutuma nenda, mama akikuita kata sunna yako. Siti jambo jilokuwa jambo la kwanza ni faradhi, baadaye unafuata sunna. Jureji hakukata sala yake. Mamake akaondoka, akaja siku ya pili akaambia Jureji, mwanangu nimekuja kutembelea leo siku ya pili mwanangu. Jureji yumo katika swala akaambia ya Rabbi umma wa sala, umma wa sala. Hakuingia. Na siku ya tatu mamake akaja tena akamwambia Jureji, mwanangu nimekuja kukusalimia mwanangu. Bado unaniangusha mwanao, mimi unaniangusha mimi mamako. Njoo mwanangu Jureji. Jureji hakukata sala. Jureji huyu mamake akamwapiza akamwambia, mwanangu kabla ya kufa atakufika mtihani. Allah atakupa mtihani mkubwa na utafidhika katika maisha haya unaoishi Jureji. Mimi mamako nimetoka Maka nimekuja kukufuata mwanangu, unanikimbia. Mwanangu hukati sala yako. Mwanangu huji ukanisalimia. Atakufika mtihani kabla ya kufa, lazima utakufika mtihani. Jureji hakukata sala. Wanasema baada ya siku kupita akaja mama mmoja alikuwa ni malaya, ni baghia. Akaingia katika nyumba ya Jureji usiku, akavua nguo zote, akamkuta Jureji yumo ndani ya ibada, akamsubiri mpaka akamaliza. Jureji baada ya kumaliza akakumbatiwa na ule mama, akataka kufanya naye maasi. Yule Jureji akamwambia ittaqillah, sitaki sifanyi mimi maasi nako wewe, ondoka. Yule mama akakimbia, akarudi tena nataka kufanya naye maasi. Jureji akamfukuza yule mama. Yule mama siku zile shahawa wanasema zilikuwa zimemzidi, anataka kufanya maasi, social intercourse. Akakimbia yule mama akaenda kwa mchungaji ngamia, ulama wengine nasema raa al-ghanami, mchungaji mbuzi. Alipofika kwa mchungaji mbuzi akamkuta yule mchungaji mbuzi watu wa majangwani, anakunywa anashiba. Akamchukua akafanya maasi, akamwambia nimekuja kufanya maasi na wewe. Yule bwana akaona leo bahati imeniangukia, hakuna siku nilopata bahati kama leo. Akaona la, siku zote natafuta wanawake leo wananikimbia, leo nimepata neema kama hii imeniangukia. Kana kwamba siku moja alikuja bwana mmoja, alikuwa kila siku anamtafuta mwanamke, lakini mwanamke hampati. Anamuona mwanamke mzuri anamwendea, alikuwa ni mbaya wa sura. Akamwendea siku hiyo akamwambia, vipi unaonaje leo nimekutongoza na kukubali? Mimi nakupenda, je utanipenda na wewe? Yule mwanamke akamwambia, wewe huwezi kuwa na mimi. Akamwambia nakuomba nikubalie. Akamwambia huwezi kuwa na mie. Akaondoka. Siku ya pili akaja tena akamtongoza tena, hajakubali. Siku ya tatu yule mwanamke akaja mwenyewe. Akamwambia niandame, nifuate. Jamaa akasema alhamdulillah, leo bahati imeniangukia. Siku zote nampigia mistari mimi hakubali, leo yeye mwenyewe amenifuata.
kumbe hajui. Akamchukua akampeleka mpaka kwa sonara. Kufika kwa sonara, anamwambia sonara, kila siku nakwambia unitengezee pete ya shetani, unasema huijui kutengeneza sura yake, huijui. Je, leo angalia huyu kijana na sura ya shetani na tofauti. Sasa nakuomba kuanzia leo tengeneza kupitia sura ya huyu kijana, ndio tengeneza hiyo pete ya shetani unipe. Kijana leo na neema imemwangukia, kumbe ni ghadhab na laana zimemwangukia. Akasema la, mimi nilifikiri leo umenichukua tukafanye maasi, nimekutongoza umekubali, kumbe unakuja kunidhalilisha. Na huo ndo mtihani ndugu zangu. Wanasema siku moja bwana mmoja alimpata mkewe, alikuwa yeye ni mzuri, ni mbaya wa sura, mkewe alikuwa ni mzuri wa sura. Amekaa akamwambia mkewe akawa anamwangalia mumewe akiwa anamcheka. Anamcheka, anashtuka. Niambie mke wangu, mbona unanicheka? Au kwa kuwa mimi mbaya wa sura? Anamwambia hapana mume wangu, sikucheki kwa ubaya wako wa sura, bali nimekumbuka ile maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mtume, anasema as-sabir wa shakur fil janna, mwenye kusubiri na mwenye kushukuru wataingia peponi. Nami nilikuwa na matumaini wewe umeshukuru kwa mke mzuri kama mimi ulionipata, na mimi nimesubiri kwa mume wangu mbaya wa sura kama wewe, nimesubiri. Sasa huoni ni neema na fadhila kubwa? Anamwambia asante mume wangu na asante mke wangu. Wakawa wanaishi mazingira mazuri. Sasa Jureij akapewa mtihani. Yule bwana akafanya naye maasi, kwa sababu siku zote hakupata neema na baraka kama hizi. Akamuingilia siku ile, usiku ule, na Allah akaleta mimba katika usiku ule. Akapatikana mtoto akazaliwa. Yule mama akalea ile mimba, baada ya kumzaa akaenda Maka, akawaambia ahlu Maka, ninyi mnamwamini Jureij, mnasema Jureij ndio mcha Mungu wenu. Sasa Jureij ndio huyu. Leo Jureij nimeshakwenda kuzini naye tayari. Jureij amenishanipatia mtoto huyu na nimeshamzaa. Nyie mmekaa huku mnasema mcha Mungu wenu ametulizana tu huko. Yule sio mcha Mungu wenu. Yule kakaa kule anafanya maasi tu, sio mcha Mungu yule. Jureij siye mnamjua nyinyi. Nimeshafanya kuzini naye, na huyu ni mtoto ambaye leo nalea, mtoto wa haramu wa Jureij. Watu wa Maka wakakasirika sana, wakaondoka na mapanga na mashoka na marungu, wakafika wakamkuja Jureij anafanya ibada, wakakivunja kibada chake. Kumbe ile dua mama aloiomba kumlaani mwanawe imemsibu. Mama ile dua aloiomba kumpatiliza mwanawe imempata. Ndugu zangu, na hapa tunatoa wasia kuwakumbuka wale kina mama huko nyumbani. Laana hizo mnazozitoa kuwapa ndugu zetu, laana hizo mnazozitoa kuwapa watoto wenu, midomo yenu nyinyi imesibiwa, imepatikana. Laana hiyo inakubalika kwa sababu mama ni mama. Ndugu zangu, laana ya mama ya mzazi imekubalika. Laana hiyo inapaa katika mbinguni. Fa in kana ahluha fahiya ahluha. Ikiwa ile laana imemsibu kumpata yule kijana, basi inamsibu mama. Punguzeni kutamka laana, punguzeni kutamka maneno mazito kuwalani ndugu zetu. Angalia huyu mama, laana iliyomsibu kwa mwanawe ya Jureij, akapata ghadhab. Jureij alikuwa kutwa anafanya ibada. Leo mwanao yeye anakukera tu, unamapiza na kumlani. Laana ile ikifika ataokota makopo. Ndugu zangu, waangalieni wingi wanaotembea katika maisha haya walioharibikiwa. Ni kwa sababu ya, angalia tu katika historia yao, utasoma utaambiwa ni kwa sababu alikosa uhusiano, relationship between him and his parents, kati yeye na wazazi wake kulikuwa hakuna uhusiano mzuri, au between him and his God, na Mola wake subhanahu wa ta'ala, hana uhusiano mzuri. Sasa mama, kuweni na subra na uvumilivu wa kutamka maneno mazito. Sasa Jureij, ile laana mamake kamsibu, alomwambia kwamba wewe sitokufa na wewe utaondoka duniani mpaka Allah akupatishe mtihani mkubwa. Basi ndugu zangu, Jureij wakavunjiwa kile kibanda chake. Baada yeye alikuwa anaswali, wakamuinua wakampiga. Akawaambia, wewe unasema tunakuamini, ni kijana wetu, unafanya ibada huko, leo kumbe huko unafanya zinaa. Leo huyu mama umemzalisha na mtoto anatembea tembea. Jureij akashtuka, mimi nimefanya mambo hayo lini na siku gani nilioamua kuyafanya mambo hayo? Akamwambia, subirini basi nisali kama kweli mimi nimefanya mimi hivyo. Unamkumbuka huyu mama? Kama mama ninamkumbuka, lakini sikufanya naye mazina. Tutakuaminije? Akafanya ibada Jureij. Baada ya kumaliza kusali akamwita, akamkamata yule kijana kitovu, la maana sema alimkamata chini ya kitovu chake, akamwambia,
ya ghulam, ewe kijana, qul abik, uthibitishie umma leo hapa ni nani hasa babako. Kijana akasema abi rai al-ghanami, babangu ni mchunga kondoo na mbuzi. Babangu ni mchunga kondoo na mbuzi kule jangwani kule. Kila mmoja alishtuka kusikia kauli ya mtoto mchanga anazungumza maneno mazito, babangu ni mchunga ngamia. Na kweli wakaithibitishia, wakamwambia je Jureij, tusamehe. Akamwambia nimekusameheni, chagua nyumba yoyote tukujengea ghorofa ya ghurfatan, nyumba kabir, nyumba nzuri. Akamwambia hapana, mimi ninahitaji kibanda changu kile kile cha mtende na mkinijengea. Lakini wakati huo mtihani na msiba umeshamfika. Ikhwata, ndugu zangu, tusomeni visa na kuwafundisha watoto wetu historia kama hizi, kwani katika historia hizi kuna mazingatio makubwa. Tuwafundishe vijana wetu historia, tukae kuwafundisha wazazi wetu historia kama hizi, ili wajiepushe kuzungumza maneno mazito kuja kuwapa maapizo na kuharibia maisha ya watoto wao. Tukiwafundisha watoto wetu na ndugu zetu na wazazi wetu historia, basi tutakuwa ni watu wenye kuishi katika maisha yaliyoridhia, maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake atayaridhia na atatupelekea kuingia janna. Hao ndugu zangu ndio vijana watatu waliozungumza wakiwa wachanga. Wamezungumzwa, mmoja alikuwa ni mtoto wa Jureij, mwingine mtoto alikuwa mtoto wa Nabii Yusuf abeka katika utawala wa Nabii Yusuf, na mtoto alikuwa ni mtoto wa Maryam ambaye ni Isa ibn Maryam. Hao ndio waliozungumza watoto. Njoni tena katika darasa zitakazofuata tutazungumzia historia za watu wengine. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa natubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna al-jinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana akhrij lana min ash-shaqa'ati ila as-sa'adah wa min ad-dhilli ila al-hin wa min al-faqri ila al-ghina wa min an-nari ila al-jannah wa min anwa'i sharri kulliha ila anwa'i al-khairi kulliha birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.